Mzigo unafunguka bwana, ni miaka ya zamani sana. Kipindiko bwana, kuna zulia la ajabu ambalo liliweza kununuliwa katika familia moja, na hilo zulia lilisababisha kwamba familia nzima iweze kufa, yaani walipoteza wapendwa au familia nzima na ukoo mzima uliweza kuteketea kisa zulia moja tu ambalo liliweza kununuliwa, na hiyo ilikuwa ni Japani ya zamani sana, na watu wengi waliweza kupoteza maisha kiasi kwamba hiyo familia ikaamua ipeleke mbali zulia na kwenda kuliuza, na miaka ikapita. Zulia lilikuwa likinunuliwa katika kila familia, lazima lisababishe mauaji ya watu wengi sana kiasi kwamba watu wengi wakawa wamefariki kwa ajili ya zulia. Je, kuna siri gani katika hilo zulia? Je, zulia linasababishaje mauaji? Ungana mimi katika mzigo wetu wa leo, tena kukupa kisa ambacho kilitokea miaka ya zamani ya Japani. Sasa mzigo unafunguka, unatuleta miaka sasa hivi. Kuna zulia, ili zulia tangu kipindi kile cha miaka 1700 lilikuwa linaua watu. Leo hii ili zulia limekuja kuangukia katika familia nyingine. Je, mimi najiuliza swali moja. Je, watabaki salama? Kama miaka ya zamani iliweza kuondoa watu wengi sana, je, miaka sasa hivi kuna mtu atapona? Au litaleta mabala gani katika hii familia? Sasa twende tutazame mzigo wetu wa zulia la ajabu jekundu ambalo limefanya mauaji mengi tangu Japani ya kale hadi miaka sasa hivi. Sasa mzigo unafunguka bwana. Kuna hii familia. Hii familia ilikuwa inaishi katika nyumba moja. Hii familia kulikuwa kuna dada pamoja na mdogo wake. Huyo mdogo wake yeye alikuwa hayupo mjini, yani alikuwa amesafiri, anaishi mji mwingine kabisa, ila leo hii mdogo mtu ameamua kurudi katika mji wake wa zamani. Yes, katika nyumba ambayo walilelewa kama familia, ambayo amerudi hapa alimkuta dada yake, na alienda kule kwa sababu ya masomo na kwa kazi zaidi. Sasa kamaliza kila kitu, imempaswa arudi katika nyumbani kwake au katika nyumba yao ya zamani. Sasa amefika hapa, dada yake alimpokea kwa shangwe sana, na dada yake alifurahi sana kumuona mdogo wake kwa sababu ni miaka mingi sana imepita hajamuona mdogo wake. Sasa mdogo wake amerudi katika kuishi katika nyumba hii ya familia, na huyu pembeni ni jirani yao tu ambaye alikuwa jirani ya nyumba ya pembeni, naye alikuja kuona mdogo mtu kwa sababu huyu ndo atakuwa jirani yake mpya. Walifurahi sana wote kuonana kwa pamoja, na vivyo wakaamini kwamba wataishi katika upendo na amani. Ila kitu ambacho hawajakijua hadi sasa hivi ni kwamba huyu dada sio kwamba anaishi hapa. Dada mtu yeye aliweza kuolewa na akaenda kuanzisha mji wake sehemu nyingine kabisa, ila hii nyumba ni ya familia. Hivyo mdogo wake baada ya kumaliza mambo yake katika mji mwingine amerudi na atakaa hapa kutunza nyumba ya familia. Kwa hiyo alishangilia na alionana na jirani wakasalimiana. Kwa hiyo ndo akawa ndo mpangaji mpya au ni mtu ambaye mpya ataishi katika nyumba yao ambayo waliishi tangu utotoni. Ila mamao bwana aliuawa na pazia, yani na lile zulia la chini lile, mamao ndo aliuawa, ila wao walikuwa hawajui ni kisa gani ambacho kilimuondoa mama yao. Wao walijua tu mama yao kwamba alikutwa tu amefariki, ila hawakujua chanzo cha kifo chake. Kwa hiyo mdogo mtu leo amerudi kuishi nyumba yao ya zamani, na dada mtu amempokea, akaanza kumpa utaratibu na kumuonyesha sehemu na sehemu na jinsi ya kuishi. Sasa dogo akachukua vitu vyake akaingiza zake ndani. Ndani kwa kuna zulia ambalo lilifungwa tu hapo, na hii zulia ni miaka ya zamani sana, mama wao aliweza kulinunua kwa bei rahisi sana. Sasa walikuwa hawajui historia yoyote kuhusu lizulia na wakaliona. Dada mtu alivyoingia ndani akamwambia mdogo mtu kama ukipata nafasi hebu chukua ile zulia likungute, lioshe, lifue kabisa, ili mradi usije ukapata vumbi, kwa sababu wewe ndo mpangaji mpya au wewe ndo mtu ambaye utakuwa unaishi katika hii nyumba. Sasa sio ukapata mafua. Dogo akatoa zulia nje, akaliangalia pamoja na dada yake. Dogo akasema kwamba sisa, ili mimi nitalishughulikia baadaye, nitalifua, nitalika sawa tu, ili mradi mimi siwezi kuishi katika nyumba chafu. Walifurahi sana kwa sababu tayari familia imeshakutana pamoja, japo ni mtu na dada yake tu, hata mamao hawana. Yule dada akawa analipapasa ile zulia. Kiukweli ni zulia zuri sana ambalo limetengenezwa kwa manyoya ya sufi. Yani oya, ili zulia kwanza ukiliona tu lazima ulitamani kwa sababu ni zuri mno. Mdogo mtu akamhakikishia dada yake kwamba yeye ataishi vizuri sana na kila kitu kitakuwa sawa katika hii nyumba ambayo marehemu mamao amewaachia, bila kujua kwamba hii nyumba balaa zima liko kwenye zulia. Na hili zulia bwana, ukiletea ujinga kidogo tu, basi unaweza kuambia kwamba dunia bye bye, ni haraka sana unaweza ukaiaga dunia, tena huku ukiwa unakimbia, kwa sababu hili zulia lina roho nyingi za wafu, na humu ndani kuna mizimu ya kunyonya damu inaishi humu ndani. Je, huyu dogo ataweza kuepuka? Huyu dogo atasalia salama? Hebu tutazame mzigo wetu. Baada ya mtu kumwacha akaamua kuondoka. Sasa umefika nyakati za usiku. Dogo mchana kuweza kufua lile zulia, akaona tu usiku
Dogo si unajua watoto wa kiume sisi wavivu kufua, akaamua tu achukue lungu ili akungute zulia tu, yani atoe tu vumbi akalitandike ndani. Yani wewe ila uvivu wa kufua huko watoto wa kiume utaisha lini? Dogo alivyokunguta hivyo akaona ili na vumbi sana ili, akaamua hapa hapana. Akaamua kuchukua hii lungu, akachukua lungu akasema sasa hapa ili zulia nalipiga lungu hadi vumbi lote liisha, then mimi naliingiza zangu ndani. Wanaume wavivu sana kufua. Akaanza kupiga lungu lile zulia. Sasa alikuwa kipiga hivi unakuta uchafu mwingi unatoka katika ile zulia. Dogo akawa anafurahi sana, yani akawa anaendelea kupiga. Kila akipiga lile vumbi linatoka, anajua hapa sio muda bwana, ile zulia nitaliingiza ndani, nitaenda kulikalia kwa sababu litakuwa tayari halina vumbi tena. Bila kujua anavyopiga hivi, anapiga roho za wafu. Ghafla lungu likao limeganda kwenye zulia. Yani ni kama kuna kitu cha ajabu kimelivuta lile lungu ndani ya zulia. Dogo akawa anavuta sana, jamaa anavuta, anaona lungu alitoki. Kuangalia kwa ndani hivi anaona lungu lijagusa kokote ndani ya zulia. Alafu lungu lilikuwa limegoma kutoka. Ghafla anaangalia hivi, anashangaa kuona zulia liko mbali, yani limeenda kujipeleka mbali kabisa na lungu liko juu yake. Akawa haelewi, mara taa zikajizima. Hakuna mtu alikuwepo ndani ya kuzima taa. Anashangaa taa zimezima. Kila kijitahidi kuacha taa zimezima. Kumbe sasa angelijua mapema na Isa angekuwa ameshakimbia ghafla. Ila ghafla akaweza kuwasha taa. Ile anawasha taa anashangaa zulia lilipokuepo liko kwa mbele zaidi na lile lungu halipo pale. Alishangaa sana. Yani ni heri angekuwa amelijua na Isa angekimbia mapema kuokoa nafsi yake. Ila huyu jamaa hakujua chochote kuhusu zulia. Akashangaa kuna sauti za ajabu zinatoka ndani ya zulia. Akasema inawezekanaje kuna sauti? Hebu ngoja niende nikaangalia kwenye zulia kuna nini. Kumbe ndo alikuwa anajiekea makaa, yani huku ndo alikuwa anajitakia kifo chake, yani alikuwa hajui. Akaamua kuinamisha sikio ili asikilize sauti zinatokea wapi. Ili ni zulia tu, inawezekanaje sauti zikatokea ndani ya zulia? Ila kuinamisha hivi taa zikazima tena. Ile anaona taa zimezima, anajitahidi aende akawashe. Baba, kuna mkono ulitoka ndani ya zulia ukaanza kumvuta. Ule mkono ulimvuta kwa nguvu sana. Alijitahidi kurudisha shingo juu lakini ilishindikana. Bwana, zulia likaanza kumvuta chini. Baba, hii ndio ilikuwa mwisho na ilikuwa ndo kifo chake. Hakuweza kusurvive. Baada ya siku 3 bwana, palikuwa kimya mtaani. Dada mtu alimpigia sana mdogo wake simu na kumpata. Akaamua arudi nyumbani. Akaangalia kuna nini. Kuuliza majirani hawajui mdogo wake kaenda wapi. Kuuliza polisi hawajui kaenda wapi. Kwa hiyo walikuwa hawajui dogo kaenda wapi. Sasa cha ajabu ni nini? Lile zulia baada ya kufanya mauaji lilijikunja kama kawaida, kama lilivyokuwa limehifadhiwa ndani, likaenda kukaa vile vile. Dogo tayari naye yuko ndani ya zulia, nafsi yake inahangaika. Dada mtu akaona sio kesi, ngoja naye achukue zulia aende nalo nyumbani kwa sababu mdogo wake hajui yuko wapi. Alijua tu labda ameondoka, ameambia amekimbilia mji mwingine. Kwa hiyo dada mtu kama kuondoka na zulia. Jamani, tutapona kweli? Bado zulia linaenda kufanya mauaji mengine. Hatari.